Kwa jina naitwa Esther Christopher Mwagurilo, ni mhandisi kwa profession, lakini pia ni mwenyekiti wa umoja huu wa Matema Yetu. Matema Yetu ni umoja wa watu wakazi wa Matema, aidha kwa kuzaliwa ama kwa kusoma, ikiwa ni wanufaika wa kata hii ya Matema, ambao wana dhamira moja ya kurudisha fadhila kwenye jamii ya Matema Yetu. Kwa hiyo tuliungana kiasi kwamba tuweze kuwa wamoja, tuweze kuigusa jamii yetu. Tumeona mmoja amejaribu kufanya jambo, lakini tukasema umoja ni nguvu. Kwa hiyo tuungane pamoja ili tuweze kufanya jambo lenye tija katika kata yetu. Kwa leo tumeanza na hafla ndogo ambapo tulikubaliana kwamba tutaweza kukutana kila Disemba, na leo ni mwanzo wetu, na kwa kuja kwetu tumekuja na vitu vichache ambavyo ni mahitaji muhimu ya shule zetu ambazo tumezisoma, ambazo ziko katika kata ya Matema, ikiwemo Kisiosio, Matema na Ikombe. Mahitaji haya ni pamoja na kushirikiana na walimu ambao walisema kwamba kuna changamoto ambazo wanazipitia hususan kwenye ufundishaji wa tehama. Kwa hii mitaala mipya wakasema kwamba wakipata printer na projector zinaweza kuwasaidia katika ufundishaji wao, na sisi kama jamii tumeweza kuguswa na kutimiza hivyo vitu kwa kujichanga kidogo kidogo. Ndio maana leo tuko hapa, lakini pia kwa kutambua kwamba michezo ni afya, tukasema tuende sambamba na michezo. Kwa hiyo safari hii tumeanza na michezo ya mpira ambapo tumefanya kwa ushindani wa shule zetu za kata Kisiosio, Matema na Ikombe, na leo ndio ilikuwa fainali ambapo Matema na Kisiosio wanacheza hizo fainali. Lakini vile vile tunashirikiana huko mbele, tutaongeza zaidi michezo zaidi, na kwa ushirikishi umoja huu unaunda watu wa rika zote. Tumeona kwamba mara nyingi tunatengana, kuna waliomaliza miaka iliyopita, lakini tunashindwa kupata ule umoja. Kwa hiyo umoja wetu haubagui rika, ni rika zote tunaungana ili tuweze kupata mawazo tofauti tofauti kutoka kwa vijana tofauti wenye umri tofauti, ili tuweze kufikia mahitaji muhimu ya kata yetu ya Matema. Jina langu naitwa Lusajo Siabo Mwakitalima, ni mkuu wa shule ya sekondari Nyasa Lake Shore iliyopo kata ya Matema, wilaya ya Kyela. Niko hapa kutoa shukurani zangu kwa asasi ya wana Matema ambao wanaitwa Matema Yetu, kwa namna wanavyopambana kusaidia jamii ya Matema, hasa kwa upande wa elimu kupitia shule hizi 4, kwa maana shule 3 za msingi na shule 1 ya sekondari ambayo mimi ndo mkuu wa shule. Nimefurahishwa sana na misaada wanayoitoa kwa shule hizi zote, kwa namna ambavyo wanatusaidia katika kuboresha elimu yetu. Hasa ukizingatia kwa leo wametoa zawadi za printer kwa shule 2 na projector kwa shule 1 ya msingi, ambazo sisi kama mkuu wa shule nimefurahishwa sana, kwa sababu kulingana na uboreshaji wa mtaala mpya wa elimu kwa upande wa sekondari, tumepata changamoto sana wakati fulani. Wanafunzi kwa mfano mwaka huu katika shule yangu ni wanafunzi wa kwanza ambao wanatekeleza mtaala mpya wa shule za sekondari. Sasa uwepo wa hivi vifaa walivyoleta kwa shule za msingi, najua tutapata wanafunzi mahiri. Rudia tena. Kwa jina naitwa Gwamaka Masumola, ni mhandisi by professional, lakini pia ndio katibu wa hii Matema Yetu. Kiufupi ndio tunaanza kwa mara ya kwanza kama Matema Yetu kuanza kurudisha fadhila kwenye jamii. Kwa hiyo sisi kama wazao wa Matema tulitafakari kwa kina na kuangalia baadhi ya maeneo ambapo wenzetu wanashirikiana, pia tukasema kwa nini tushindwe. Kwa hiyo tukaja na idea au wazo kwamba tuwe na umoja ambao umoja utasaidiana sisi kwa sisi wenyewe kwanza, lakini pia tutaenda kuigusa jamii yetu. Sasa tutaendaje kuigusa jamii? Tukakubaliana kutokana na mwongozo wetu wa katiba kwamba tutakuwa na umoja ambao utarudi kila mwisho wa mwaka nyumbani kurudisha chochote kwenye jamii yetu. Kwa sisi ndo tunaanza sasa hivi kwa mara ya kwanza kurudisha kwenye jamii yetu, na mwaka huu tukafikiria tuanze na elimu baada ya kupata mawasiliano na viongozi wa kata ya Matema, kwa sababu mmoja wetu anajumuisha watu ambao wapo ndani ya kata ya Matema na wengine tuko nje ya kata ya Matema. Kwa hiyo wengine wapo mikoani, kuna watu wametoka Dar, wengine wametoka Mbeya, kuna wengine wapo Mwanza, wengine hata nje ya nchi wapo, lakini wapo kwenye umoja wetu. Lakini lengo letu kubwa ni kurudisha
kwenye fadhili, kwa sababu karibia kundi kubwa tulolisema limepata huduma ndani ya kata hii, aidha shule, wengi wamesoma Ikombe, Kisosho, Matema, au aidha wamepata huduma ya kijamii kwa kuzaliwa hapa na kukulia. Kwa hiyo leo tumegusa swala la elimu, na tumegusa swala la elimu kwa shule zote ambazo zipo kata ya Matema za serikali, na kata ya Matema na shule 3 za msingi, kila kijiji na shule moja na shule moja ya sekondari. Tumegusa hivyo ambapo tumeleta ya printer 2 shule ya msingi Matema na Ikombe, tumeleta projekta shule ya msingi Kisosho, na tumeleta simenti mifuko 20 kwa ajili ya ujenzi wa bwalo kwenye shule ya sekondari ile Kinyasa. Lakini lengo kubwa sio tu elimu, tunafanya nje ya elimu, ambapo kata hii haina kituo cha afya, lakini tumepata taarifa wapo kwenye mchakato wa ujenzi wa kituo cha afya. Kwa baada ya kupata hii taarifa, naamini mwakani tukaja na wazo la kusema tuguse kwenye kituo cha nini cha afya, kwa sababu ni vitu ambavyo jamii inakihitaji, na uzuri hii taasisi yetu na watu wa kila aina. Kwa hiyo kuna level akifika wakihitaji mhandisi wa ujenzi watampata, wakihitaji mhandisi wa umeme watampata.